Okay, leo tuko na tena na MC Kisoda. Kama mara ya kwanza tulizungumza naye akasema tutamtafuta tena, na kweli tukampata, tukamkuta leo ofisini kwake. Vipi mzee Kisoda? Fresh, alafu mimi sio mzee bwana. Wewe mzee bwana. Mimi sio mzee. Mimi ni kijana hayati kabisa wa Simba Sports Club. Taifa linanitegemea, Simba linanitegemea. Yeah. Mashabiki wa Simba Sports Club wanatamani kusikia, kujua nini kinaendelea, maana mambo yanaendelea huko yanayosemekana mitandaoni ni magumu sana, watu wanapelekana polisi nini. Wewe unazungumziaje kwa Kisoda? Mimi naheshimu sana na naiheshimu kwanza klabu yangu ya Simba, lakini pia nawaheshimu viongozi wa Simba na vile vile naheshimu maagizo aliyotoa msemaji wetu Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano na Simba Sports Club. Amesema kwamba ametoa taarifa yake kwenye Instagram, mtandao wa kijamii, kwamba waliozungumza upande huu wako sahihi, waliozungumza wako sahihi kwa mitazamo yao. Kwa hiyo kuanzia sasa wote watulie, wakae kimya, wasubirie nini kinachoendelea katika Simba katika matokeo, na sio maneno tena. Simba ni nguvu moja, watu watakiwa wawe pamoja, na sio kila mtu kuita press conference kwa ajili ya kuzungumzia Simba kwa kuizungumzia mabaya au kwa kuzungumzia wazabuni mabaya. Wazabuni wote ni wazuri na ndio maana tumeingia nao mikataba, akiwemo Mohamed Dewji Mo, akiwemo Jeruti, akiwemo na wengine pia. Kwa hiyo kila mmoja kwetu sisi tunamuona mzuri, ndio maana tumeingia naye mkataba. Na Simba hii ni kubwa kuliko mtu yoyote, uwe mwekezaji uwe kiongozi. Yaani wewe utaikuta Simba na utaiacha Simba. Kwa hiyo mimi pia natii yale ambayo klabu yangu ambayo kupitia msemaji wetu ameyazungumza. Kwa hiyo mimi siwezi kutia chochote kuhusiana swala lolote kuhusiana na polisi au wafanyaji, hapana. Mimi niko neutral kabisa. Sasa hapo tuzungumze kitu kimoja tu. Najua leo tarehe 19 leo mna game na kucheza, si ndio? Unaizungumzaje game ya leo? Game ya leo ni ngumu, kwa sababu Pamba ni timu ambayo kimsingi ni timu ambayo ipo ligi kuu, na timu yote ambayo iko ligi kuu sio timu ya kuidharau. Kwa hiyo Pamba tunaichukulia kama ni timu ambayo nafikiri ni msimu wa pili sasa kuwepo au watatu kuwepo katika ligi kuu. Kwa hiyo mimi naiheshimu Pamba na inaichukulia Pamba kama ni mpinzani wangu ambaye naenda kushindana naye. Kuna mechi ambazo namfunga goli 5-1, kuna mechi ambayo tulitoka 2-1, kuna mechi ambayo tulitoka 1-1. Kwa hiyo mimi namchukulia Pamba kama ni mshindani kupitia mimi. Lakini kuna baadhi ya mashabiki wa Simba na wanachama pia, siwezi kutaja jina, lakini mzee mmoja hivi ambaye anahojiwa na media moja hivi, siwezi kuitaja pia, anasema kwamba Dombi ya striker wenu yule hamna kitu. Je, wewe unamzungumzaje Dombi kwa siku ya leo kama atapata nafasi? Kuna watu washe kusema Mohamed Shabalala na Kapombe ni wazee, lakini mwisho wa siku huyo Shabalala kwa timu hiyo aliyosema ni mzee wao ndio wamsajili na ndio striker na ndio beki wanaomtegemea, beki wa kushoto wanaomtegemea kwa sasa, na wamempa sifa kubwa japokuwa timu ya taifa hawapo. Kwa hiyo hayo ni maneno tu ambayo yanaandikwa hata kwenye magazeti, kwenye mitandao ya social media, kwenye kanga, yanaandikwa tu, lakini sio uhalisia ulivyo. Sasa wewe kama wewe MC Kisoda, wewe ni shabiki wa Simba, ni mwanachama pia kama ulivyoeleza kwa mwanzo, kwa hali hii unaiona msimu huu mtatoboa kweli? Mimi swala la kutoboa na uhakika nalo, kwa sababu Simba haijaanza kusemwa leo wala haijaanza kuwekewa maneno leo. Kuna miaka 5 tumekosa ubingwa, lakini tunamshukuru Mungu mwaka msimu uliopita tumechukua ubingwa wa CRDB. Kwa hiyo ni vitu tu vya kawaida ambavyo vinazungumza, lakini mimi nina imani na timu yangu na naamini timu yangu inafanya vizuri. Mpaka sasa hivi bado sijaona makosa ya Simba, kwa sababu ni timu ambayo imeingia ligi kuu. Leo tunapozungumzia tunacheza na Pamba, ni mechi ya pili. Sasa unawezaje kuzungumzia tutatoboa kweli wakati ndio kwanza tuko katika mechi ya pili, na mechi ya kwanza tumeshinda, na hii pia na imani tutashinda. Tunasema hivyo kwa sababu nakuuliza mtatoboa kwa sababu kwenye Simba Sports Club kunaonekana kama kuna vuguvugu linaendelea tena kubwa, japo nyinyi kama wanachama wengine mnaficha, lakini kiuhalisia kwamba kuna vuguvugu. Na kwa mfano tulichangisha pesa kuhusu Faisal kumsajili mtu, hizo pesa zimeishia wapi? Nitajie ndugu mwandishi wa habari, nitajie
kiongozi yoyote aliyosema Faisal tunachangisha michango ajili ya Faisal, nitajie kiongozi yoyote, nakupa shilingi 10,000 hapa. Yaani mimi sina maana hiyo. Wewe nitajie mimi 10,000 hapa. Nitajie kiongozi gani aisha kusema tuchangishe michango ili Feitoto waje Simba. Shika. Yaani tunataka nijue mchezaji ambaye mnasema nyinyi mchezaji huyo. Sisi tumezungumzia X Factor, sawa? Tumemzungumzia huyo X Factor, sawa? Lakini hatujataja ni mchezaji gani. Na Simba mpaka sasa hivi wameshasajili wachezaji kama 3. Hatujatangaza, tumeshatangaza. Au nikuoneshe labda. Ngoja nikuoneshe. Ngoja niwaoneshe wa Tanzania kwamba mpaka sasa hivi Simba tuna mchezaji ambao pia ametangazwa official. Ametangazwa official kabisa. Tuambie mtoka nchi gani? Sio tuoneshe official kumbe katoka kibao kumeli moja. Yani issue ya mchezaji wa Simba haijalishi ametoka wapi, bali ni mchezaji wa Simba. Lakini Simba msajili nani yule striker nani yule wa timu gani yule anaitwa nani bwana? Yule nani? Yule kocha wa mwanae. Mboneni Mkunda au sio? Bahati nzuri mchezaji wetu amewekwa hapa leo. Umeona? Kwenye kikosi cha kwanza. Umeona? Wewe yupi? Huyu. Huyu anatoka Singida. Singida. Kwa hiyo anaweza kawa huyu ndio X Factor wetu. Sasa Kisoda nadhani mimi napenda sana kuzungumza na wewe kwa sababu wewe ni mwanachama wa Simba Sports Club, lakini pia ni shabiki ambaye mwenye uelewa na ni kiongozi. Na ni kiongozi. Hapo ile media zingine kila siku yani wao mechi Simba kifungwa wao wanamchawia. Na anavaa jezi ya Simba lakini anaiponda Simba. Lakini wewe shabiki wewe unaitetea Simba yako, umekunywa damu ya Simba. Waambie kuna nini cha kuambia sasa mashabiki kwamba kuhusu Simba ambao hawajui wako mikoani kwa watu wengine wana simu kubwa. Simba tunayozungumzia ni nguvu moja. Nguvu moja ni kama mikono yetu kushikana kwa pamoja. Sawa? Simba ina watu wenye uwezo, ina watu wasiokuwa na uwezo, ina watu wakati. Sawa? Kwa hiyo wote tuchanganye nguvu zetu tuweke pamoja. Mwenye uwezo, asiokuwa na uwezo na mwenye uwezo wakati. Tuchanganye kwa pamoja, tuishangilie Simba yetu, tuishabikie Simba yetu. Na bahati nzuri kwenye katiba ya Simba inasema kabisa wajibu wa mwanachama kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba anaishangilia timu yake. Ilipo timu yake anakuepo, anaenda uwanjani, ananunua jezi, ananunua vifaa vya Simba, lakini vile vile anakuwa yeye ndio kipaumbele cha kuhakikisha kwamba anaitetea Simba yake kwa maslahi makubwa ya Simba. Yaani mimi nawaambia wana Simba, njooni popote pale ilipo Simba tuwe pamoja. Kwa mfano kama sasa hivi tuna mechi za away. Mechi za away huko wanatutegemea sisi mashabiki wa aina tofauti tofauti. Kutoka sehemu tofauti tofauti. Simba kutoka Kibaha, kutoka mkoa wa Pwani, kutoka Dar es Salaam, kutoka Mwanza, kutoka Shinyanga, kutoka Mbeya, kutoka sehemu tofauti tofauti, Arusha, Moshi, yani kanda za tofauti tofauti. Tujumuike kwa pamoja tuende tukaishangilie Simba yetu. Wakazi wa Mwanza wanaenjoy, wakazi wa Kagera wanaenjoy, wakazi wa Dar es Salaam wanaenjoy, wakazi wa Arusha wanaenjoy. Yani kila sehemu watu wanaenjoy. Ukimwambia mtu kuhusu Simba mwenye kuipenda Simba, anasema yes, this is Simba. Kwa hiyo mimi niwaambie tu mashabiki, tuendelee kuiunga mkono timu yetu, tuendelee kuipenda timu yetu, tuendelee kuilinda timu yetu kwa wivu mkubwa, kuhakikisha kwamba Simba inaendelea kufanya vizuri popote pale ilipo, iwe nyumbani au irudini. Sawa, Kisoda. Kuna jambo moja hapa nilisahau, lakini si vema lazima nizungumze kuhusu tamasha la Yanga ambalo wamemtambulisha Aziz Ki. Kuna baadhi ya mashabiki wanasema ule ni ushamba, mashabiki wa Simba, lakini wanasema ule ni ushamba, mara hiyo ni mjinga, mara hiyo waache siku ya wananchi wabadili hilo jambo. Je, wewe kama mwanafootball, je, jambo la Yanga kumtambulisha mchezaji na watu kuingia kutoka kiingilio 2002 wamepata milioni 12 na wadhamini na kadhalika, je, unalizungumzia jambo hilo? Utamani Simba kufanya jambo hilo? Kila mtu ana mtazamo wake, na kila Simba ni taasisi na Yanga ni taasisi, lakini ni taasisi mbili ambazo tunajitegemea. Yanga ina uongozi wake na Simba ina uongozi wake, lakini pia tunachotegemea kwamba kila mmoja awe na ubunifu wao. Kwa hiyo wao Yanga walikuwa na mtazamo wao kwa kumtambulisha mchezaji wao, japokuwa sio kipya kinyemi, bali ni mchezaji ambao anashajulikana na mchezaji ambao watu walishamuona. Na tetesi za Yanga kumsajili Aziz Ki zilikuwepo na hata pale Zanzibar alionekana. Kwa hata siku waliosema kwamba tuna X Factor wetu ambao
tunataka tumtambulishe. Mimi binafsi nilijua ni Aziz Ki, hakuna mwingine zaidi ya Aziz Ki. Kwa hiyo lakini wakati mwingine waonee huruma mashabiki, kwa sababu shabiki haingizi chochote kupitia Yanga na Afrika, bali yeye shabiki ndio anayeweza kuipa Yanga kiasi cha fedha. Kwa hiyo wakati mwingine kwa hivi vitu vidogo vidogo waonee huruma mashabiki, kwa sababu ile 2000 mshabiki ana uwezo wa kununua maji akanywa akatumia nauli. Sasa kwenda kumtambulisha mchezaji ambao ni wa zamani lakini amekuwa mpya kwa sababu ametoka kwenye timu hiyo na kuja kwenye timu hiyo tena. Of course wakati mwingine narudia tena waonee huruma mashabiki, kwa sababu mashabiki ndio wao wanauza maji mtaani, wanauza karanga, wanauza ndizi. Mashabiki wanapenda timu yao, wanapenda mchezaji wao. Ndio maana naambia hivi, mashabiki wanapenda timu yao, lakini mashabiki hao pia hakuna wanachokipenda, hakuna wanachokipata kwenye timu zaidi ya furaha, hawana malipo yoyote. Kwa hiyo wakati mwingine yale kama ndio malipo yao. Sasa furaha umeipata wale wameenda kutafuta sikio. Ndio narudia tena, mashabiki hawa wengine huwa wanafanya hivyo kwa sababu ya mapenzi yao, lakini wakati mwingine fanya kama wao kwao ni zawadi. Yaani zile 2000 fanya kama ndio umewapa. Ile yaani iko hivi. Mimi najua Yanga na Laliu na Yanga na uwekezaji wao kuna maslahi mawili wanayapata. Sawa? Kuna maslahi ambayo Yanga anayapata, kuna maslahi mwekezaji anayapata. Lakini maslahi makubwa ambayo Yanga anayapata sio kuangalia watu hela au kuwapa pesa. Maslahi wanayopata ni ya furaha. Kwa hiyo wakati mwingine vitu kama vile kwa faida wanazozipata huko ni kuwafanyia watu bure tu waone, ili wakapatikana wengi, kwa sababu Yanga sio ya mtu mwenye uwezo peke yake, wapo ambao walikuwa na uwezo. Je, huyo ambao hana 2000 kabisa, ina maana amekosa hiyo furaha ya kumuona mchezaji wake ambao anaenda kutangazwa pale? Basi sana msikisole kwa siku ya leo, tufanye hitimisho kwa sababu muda wetu hauturuhusu. Nikushukuru sana kwa kupata time yako siku ya leo, na huu muda kwenda kuangalia mechi yako, uende ukatazame mechi. Simba nguvu moja, mawindo ya Simba yana mzaa, Simba bingwa 2026 2027.